Popote pale ulipo mtu wa Mungu na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana kwenye madhabahu ya kambi ya wateule. Kwenye madhabahu ya kambi ya wateule tunapokea neno lake Mwenyezi Mungu, maarifa ya kimungu, siri za Biblia, imizo, mafundisho yote, lengo lake ikiwa ni ili mtu wa Mungu aweze kuwa pia amekamilika. Ndio maana ni kambi ya wateule, na tunazidi kuwaleta wengi kwenye madhabahu ya kambi ya wateule, na ili pia ukiwa popote pale ulipo unaweza ukapokea mafundisho, neno la Mungu, na ukahisi uko katika ushirika. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza. Kama hujasubscribe kwenye haya madhabahu ya kambi ya wateule, tafadhali subscribe, na najua itakuwa ya baraka zaidi. Na alfajiri ya leo, usiku wa leo, ningependa niweze kuzungumzia, unataka nguvu za Mungu kufanya kazi maishani mwako? Unataka nguvu za Mungu kufanya kazi maishani mwako? Kila mmoja wetu najua atajibu ndio. Na hivyo siku ya leo nataka tuone ni jinsi gani nguvu za Mungu zinaweza zikafanya kazi ndani yetu. Na ningependa tuanze na kusoma katika Zaburi 33 mstari wa 6, na Biblia inasema, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Baba, ni asante kwa hili neno lako, kazungumze nasi siku ya leo Baba. Wacha kulingana na ujumbe tunaopokea siku ya leo, nguvu zako zikafanye kazi ndani yetu, na ili kwa maana siku ya leo tunapokea jinsi ya nguvu zako kufanya kazi. Tukitaka hizi nguvu zifanye kazi ndani yetu, inatupaswa kufanya nini? Na hivyo mfalme mkuu na mtakatifu, wacha Roho wako Mtakatifu akatuongoze, akatufundishe, tukapate ufunuo na ambao utaleta nguvu za Mungu ndani ya maisha yetu, na ambazo zitafanya kazi tunapoishi hapa chini ya jua. Baba mfalme mkuu na mtakatifu, walio wagonjwa, waliopungukiwa, wacha ili neno Mungu wetu likawe mwanzo mpya kwao, likawe mwanzo wa uponyaji wao, likawe mwanzo wa breakthrough yao, likawe mwanzo wa kuinuliwa kwao, katika jina la Yesu Kristo. Jitukuze Baba na ujitwalie sifa katika hili neno, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Ninachopenda zaidi ni ule mstari ambao tumeusoma katika Zaburi 33 mstari wa 6. Biblia inasema, ni kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Na hivyo kwa kusoma hili neno peke yake linaweza likatupa jinsi nguvu za Mungu zinaweza zikafanya kazi ndani yetu. Elewa, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Nataka kusema nini siku ya leo? Wakati Mungu anapozungumza neno lake, neno la Mungu linaenda pamoja na pumzi yake. Pumzi yake ni Roho Mtakatifu wa Mungu, na hivyo neno la Mungu pamoja na Roho Mtakatifu wa Mungu ndio wakala wawili, naweza tumia lile neno, ndio wakala wawili na ambao walifanya uumbaji. Na hivyo siku hii ya leo, jinsi tumeona kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake, tumeona vizuri Mungu alizungumza na Roho wake, Roho Mtakatifu akafanya uumbaji. Na hivyo neno la Mungu na Roho Mtakatifu wa Mungu ndio wakala wawili wa uumbaji. Na hivyo wakati wote tunaposoma, ili linaweza likadhibitika tunaposoma kuhusiana na uumbaji pale katika kitabu cha Mwanzo. Hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na ulimwengu. Angalia pale, na Biblia inasema, na Mungu akasema wacha na kuwe. Neno la Mungu
likatoka kinywani mwake, wacha na mbingu ziwe, wacha na ndege wawe, wacha na hiki kiwe. Na yale mambo yote jinsi alikuwa akizungumza yalikuwa yanafanyika. Kwa sababu gani? Neno lake, unapozungumza neno lako linatoka pamoja na pumzi yako, na hivyo wakati Mungu alikuwa anazungumza neno lake lilitoka pamoja na pumzi yake, na ambao ni Roho Mtakatifu wa Mungu, na uumbaji ukafanyika. Angalia nguvu za Mungu. Nguvu za Mungu ziko katika neno lake na pumzi yake, na unataka nguvu za Mungu kufanya kazi katika maisha yako, basi lazima ulisome neno la Mungu. Yesu Kristo anazungumza na anasema, haya maneno niwaambiayo ni uzima, ni roho tena ni uzima. Kumaanisha nini? Kumaanisha ni pumzi, na pia inaweza ikapeana uzima, inaweza ikaumba. Yale maneno yana nguvu ya kuumba. Maneno ninayoyazungumza, ili neno langu, na zaidi Biblia inatuambia vizuri, hapo mwanzo kulikuwa na neno, na hili neno lilikuwa na Mungu, na hili neno lilikuwa ni Mungu. Na hivyo kwa neno la Mungu uumbaji ulifanyika. Mahala tumesoma, angalia mahala tumesoma, Biblia inasema vizuri, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika. Bwana Yesu asifiwe. Unataka nguvu za Mungu kufanya kazi maishani mwako, hii ndio siri. Siri ni kulisoma neno la Mungu. Ninachopenda zaidi ni kwa sababu tuko na neno la Mungu, na tayari tushapewa msaidizi, Roho Mtakatifu wa Mungu, na ambaye Zaburi anasema vizuri, kwa neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Jeshi lake lote. Anazungumzia nini? Anazungumzia jua, anazungumzia nyota, anazungumzia mwezi. Na hivyo wakati mwingine unapohisi uko chini, hebu angalia, ukitaka kujua uweza wa neno la Mungu na pumzi yake, unatoka tu nje, unaangalia mbinguni, unaona nyota, unaona uumbaji wa Mungu, na unaelewa uweza wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuko vile tulivyo, maana hatutaki kusoma neno la Mungu. Kwa hivyo siku ya leo jifunze kusoma neno la Mungu. Angalia Yoshua vile anaambiwa, hichi kitabu cha sheria kisiondoke kinywani mwako, kitafakari usiku na mchana, na kuwa makini kutenda yote yaliyomo mle ndani. Na anaambiwa nini? Hapo ndipo utakapofanikiwa. Kumaanisha nini? Utapewa uweza wa kutengeza mali. Hapo ndipo utakapodhibitika. Si kusurvive. Ukishapewa uwezo wa kutengeza mali, ukiwa mtu ambaye umefanikiwa, ni mtu uliye na mali, uko na kila kitu unachokitaji, ni kumaanisha nini? Sasa auishi maisha ya kutabika, maisha ya kuhangaika. Umetosheleka, umeingia katika pumziko la Bwana, na hii yote inatokana na sisi kulisoma neno la Mungu. Nini hutukia wakati unapolisoma neno la Mungu? Nguvu za Mungu zinafanya kazi maishani mwako. Jinsi neno la Bwana mbingu zilifanyika, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Angalia hapa, angalia hapa, wakati tunapolisoma neno la Mungu na kuliruhusu ndani yetu, na kuliruhusu lifanye kazi ndani yetu, angalia, tunapokea nguvu zote za uumbaji, nguvu za Mungu za uumbaji, na ambazo zinafanya kazi ndani yetu. Na hivyo Mungu hakutumia kingine. Mungu tu alitumia hili neno ametupa katika uumbaji wake. Tumeona pale katika Zaburi, na pia katika Mwanzo tunaona vizuri, Mungu alitumia neno, hakutumia magic nyingine. Na ndio maana hili neno ametupa, maana hili neno ni uweza, hili neno ni nguvu zake, hili neno alilitumia. Bwana Yesu asifiwe. Mtu labda anauliza, Benson, mimi nimesoma neno na sionagi utofauti. Nitakuwa na kujibu. Angalia hapa, neno la Mungu ndilo, na roho yake ndiyo iliumba ulimwengu. Tumesoma katika Zaburi. Na hivyo tafakari hili neno.
Labda wewe umekuwa ukilisoma na hata Biblia inasema ya kwamba mtu aliyebarikiwa ni yule na ambaye analitafakari, ameliweka neno la Mungu moyoni mwake, analitafakari usiku na mchana. Furaha yake ni kulitafakari neno la Mungu, na hivyo ili neno linakusaidia unapolisoma, linaanza kuchuja kisichokuwa cha maana katika maisha yako. Si Daudi anasema, nimeliweka neno langu moyoni mwangu na neno lako moyoni mwangu, nisije nikakutenda dhambi. Kwa nini? Maana linaondoa, kama kuna dhambi iliyokuwa ndani yako linaondoa. Bwana Yesu asifiwe. Nimekimbia mbele yangu. Angalia, kuna kitu moja nataka ushike. Ili neno la Mungu, Roho wake Mwenyezi Mungu yuko na sisi. Tumepewa neno na Roho Mtakatifu tuliachiwa, na hivyo wakati tunapolisoma neno la Mungu, wacha tusiweke mipaka kwa kile lile neno linaweza likafanya. Ndio sababu anatuambia tulisome, tulitafakari usiku na mchana. Kwa nini? Na ili katika kuzungumza kwetu tuzungumze neno. Si Mungu alikuwa anasema wacha na kuwe na kunakuwa, na hivyo wakati neno la Mungu limekaa ndani yako ndilo utalizungumza. Kwa mapigo ya mwanao Yesu Kristo nilipokea uponyaji. Naelewa ya kwamba ili neno linaenda pamoja na pumzi, na lazima hili neno uliamini. Kwa hivyo unaweza ukalisoma, unaweza ukalisikia na ukakosa kuliamini. Ukifanya vile, lile neno halitakuwa na faida katika maisha yako. Angalia vile Wathesalonike anapokuwa Paulo anapoandikia hili kanisa la Wathesalonike anavyosema katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13, kwa sababu hiyo sisi nasi twamshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu, mlilipokea si kama neno la wanadamu. Hapo ndio shida iko. Wengi unaona neno la Mungu, mtu akihubiri unaliona tu, haya ni mahubiri tu ya Ben, haya ni mahubiri ya fulani. Hiyo ndio shida kubwa tulio nayo. Lakini Paulo hapa anashukuru Mungu na anashukuru ili kanisa la Wathesalonike, analiambia kwa sababu hiyo sisi nasi twamshukuru Mungu bila kukoma, kwa kuwa mlipopata lile neno la ujumbe la Mungu mlilolisikia kwetu, mlilipokea si kama neno la wanadamu. Kwa hivyo shika hili. Unataka nguvu za Mungu zifanye kazi katika maisha yako, ukilipokea neno la Mungu, unapolisikiliza neno la Mungu, ni vizuri zaidi, mpendwa mtazamaji, kuliangalia lile neno kama neno la Mungu. Acha kuangalia zaidi yule anayekupa hilo neno, liangalie kama neno linalotoka kwa Mungu. Ujiulize, nini Mungu anataka nijifunze kupitia hili neno na ambalo ameliruhusu nilisikie? Maana hawezi akaruhusu lisikie pasipokuwa na sababu. Angalia, hawakulipokea kama neno la wanadamu, bali kama neno la Mungu. Na ndivyo ilivyo kweli kweli, litendalo kazi pia ndani yenu nanyi mnaoamini. Angalia, anasema hili neno mlilipokea kutoka kwa Mungu, na hili neno linafanya kazi kwa wale waaminio. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo usipoliamini neno la Mungu, halitafanya kazi ndani yako. Siri ya pili, neno la Mungu unapolisoma, unapolisikia, maana tuko na neno la Mungu, tuko na Roho wa Mungu, kile tunahitaji ni kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno unapoamini linafanya kazi ndani yako. Biblia ndio inasema vile, na ndivyo lilivyo kweli kweli, litendalo kazi pia ndani yenu ninyi mnaoamini. Si kwa kila mtu. Hili neno huwa halifanyi kazi kwa kila mtu. Nguvu za Mungu hazifanyi kazi kwa kila mtu. Ni kwa yule anayelipokea neno kama neno la Mungu na kisha kuliamini, ndiyo litafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima hili neno ulichanganye na imani. Lazima uliamini hili neno. Kwa sababu gani? Neno la Mungu, Biblia inasema imani huja kwa kusikiliza, na kusikiliza neno lake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kama hakuna neno, imani haiwezi kakuwepo. Lazima ulisome neno,
Unapolisoma neno unaamini kwamba ni neno la Mungu, na unaona yale makuu aliyoyatenda kupitia lilo neno, linaanza kujenga imani yako pole pole. Na ndio maana hata kabla mtu aokoke, imani yake ndio inajengeka. Anaamini, na anapoamini anamkiri Kristo. Angalia hapa, kama hata katika kuokoka kwetu ni neno, si haya maisha pia ni neno, na hili neno katika kuokoka kwetu tuliliamini, na ndio maana tukamkiri Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha kwetu, na haikutokea from nowhere. Tulisikia neno. Imani huja kwa kusikiliza, na kusikiliza neno la Mungu. Kwa njia rahisi naweza nikasema imani ilianza wakati ulisikia mara ya kwanza neno la Mungu, na hapo ndipo ulimkiri Kristo. Na hivyo katika imani, angalia, imani huja kwa kusikiliza na kusikiliza. Kwanza ulisikiliza ukaokoka, kwa hivyo inakupaswa pia kuendelea kulisikiliza, na ili imani yako ijengeke, lile neno ulichanganye na imani. Si Biblia inasema ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani? Hii imani inatoka wapi? Inatoka kwa neno la Mungu. Neno la Mungu aliko peke yake. Neno la Mungu ni pumzi ya Mungu, linatembea. Lile neno liko na roho wa Mungu. Ndio maana Biblia inasema ya kwamba liliandikwa na watu ambao they were inspired by God, by the Spirit of God. Kwa hivyo hili neno Yesu Kristo anasema, haya maneno ninenayo, niwaambiayo, ni roho. Bwana Yesu asifiwe. Mbona umeendelea kuhangaika? Mbona umeekelewa mikono mpaka ukakuwa na kipara, ukitaka kuvunja sijui curses, ukitaka kuvunja sijui madhabahu? Lakini kwanza susome neno la Mungu, na hili neno litakumulikia, hili neno litakuangazia. Angalia, acha nikuhatarisha hapa, acha nikupe onyo, na Biblia inatupa onyo katika Waibrania 4 mstari wa 2. Biblia inakuwa inazungumzia kuhusiana na wana wa Israeli, jinsi hawakuamini, na kutokana na kutoamini kwao hawakuingia katika pumziko la Bwana. Na katika sura ya 4 wa Ibrania anaanza na kusema kwamba ule mlango bado umefunguliwa, ule mlango bado u wazi. Angalia mstari wa 2 vile anasema, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao. Nani? Wana wa Israeli, na ambao walilipokea neno lakini hawakuliamini, na kutoamini kwao kukusababisha wasiingie katika pumziko ya Bwana. Angalia hatari iliyopo. Ndiyo, tunalisoma neno la Mungu, roho wa Mungu yuko pamoja na lile neno, maana tumeachiwa kama msaidizi, lakini pia tunahitaji kuchanganya lile neno na imani. Paulo anasema linafanya kazi kwa wale waaminio. Hizo nguvu za Mungu na ambalo ni neno lake na roho yake zinafanya kazi kwa wale waaminio. Na hapa Waibrania anatuonya, anatuambia hivi, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa alikuwafaa hao. Angalia, alikuwafaa. Walilisikia, maana waliona miujiza mikuu Mungu aliyotenda. Wao waliona practically. Sisi tunasoma, lakini wao waliona practically hilo neno likitimia. Lakini alikuwafaa chochote. Kwa sababu gani? Kwa sababu alikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Siri ya tatu, unataka neno la Mungu lifanye, nguvu za Mungu zifanye kazi katika maisha yako, neno la Mungu lazima ulichanganye na imani. Wana wa Israeli hawakuingia katika pumziko la Bwana, maana hawakulichanganya lile neno na imani. Nataka nimalizie na kusoma Waibrania 4:12. Ninapomalizia, Biblia inasema, sikiza ili neno la Mungu, maana neno la Mungu li hai. Kwa hivyo unapolisoma linakupa uhai, linakupa uzima. Haya maneno ni yanenayo, ni roho na ni uzima. Waibrania 4:12 Biblia inasema, maana neno la Mungu li hai, liko na uzima. Kwa hivyo unapolisoma linakupa uzima, maana hili neno hauwezi ukalitenganisha na Roho Mtakatifu wa Mungu, hauwezi ukalitenganisha na pumzi ya Mungu. Ndio maana hili neno ni uhai, tena lina nguvu. Wacha na kuwe
na kukawa, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uwao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. Kwa nini linakata? Angalia, ni kama upanga ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi. Angalia, ili neno in simple litaumba, ili neno litaondoa chochote kile na ambacho si cha Mungu ndani yako. Angalia, linagawanyisha nafsi na mwili, kumaanisha ili neno likigawanyisha nafsi na mwili, ili neno linakuwa the mediator. Bwana Yesu asifiwe. Roho Mtakatifu wa Mungu anachukua usukani. Roho Mtakatifu wa Mungu, neno na Roho Mtakatifu wanachukua usukani katikati ya mwili na nafsi. Inakuwa is the power, au ndio nguvu zinazosababisha ufanye maamuzi. Uniweza wa neno la Mungu. Kwa hivyo linapogawanyisha, linapokata, ni kama upanga ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake. In simple, yani ili neno linapenyeza, linaingia katika mwili wako. Maana hili neno aliendi peke yake, linaenda na roho. Na si Biblia inatuambia vizuri, je, hamjui miili yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu? Hili neno ndio linasababisha hiyo kazi. Unataka roho aishi ndani yako, ni neno la Mungu. Ni kama upanga ukatao kuwili. Angalia, wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo. Angalia, yani inagawanya mwili, nafsi na roho. Kwanza sinaanza na kukata, inagawanya mifupa, mafuta yaliyomo ndani yake, ndani ya mwili, nafsi na roho. Na hivyo roho wa Mungu anachukua usukani. Na wanda Biblia inatuambia kwamba tukitembea kwa roho hatutafanya dhambi. Kwa sababu gani? Kwa sababu neno la Mungu ni upanga ukatao kuwili, na hili neno linaenda pamoja na pumzi, Roho Mtakatifu wa Mungu. Hakuna siku neno litakuwa peke yake. Ndio maana wakati unahubiriwa na unasema huyu mtu ako dry, wewe ndio shida hiyo. Sikudanganyi nayo, wewe ndio shida, maana neno la Mungu ni neno la Mungu. Hakuna siku utasema mhubiri amekauka. Hakuna siku utasema yule anakuletea neno amekauka. Jichunguze kwanza wewe, maana hili neno Biblia inatuambia vizuri, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Nataka nimalizie, nimeshinda hapo sana, najua umeshika kitu pale. Angalia hapa, hili neno kazi ingine linafanya, tena li jepesi ya kutambua mawazo na makusudi ya moyo. Bwana Yesu asifiwe. Ili neno linapokuwa ndani yako, linaondoa dhambi zote, linachunguza, liko na uweza wa kujua mawazo yako, dhambi. Ndio sababu hili neno ni kama ni kioo, linakumulikia. Daudi anatuambia vizuri, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga katika njia zangu. Na anasema pia, hili neno nimeliweka moyoni mwangu nisikutende dhambi. Kwa sababu gani? Neno ndilo limeingia ndani yake, na lilipoingia ndani yake kuna kitu lilifanya. Tena ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo, na likitambua linakuelekeza katika mapenzi ya Mungu. Unataka nguvu za Mungu zifanye kazi ndani yako, soma neno la Mungu. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Siku ya leo umezungumza nasi, mfalme mkuu na mtakatifu. Umenena nasi Baba kupitia neno lako. Ndio Mungu wetu, tumeishi kutafuta ufunuo, lakini tusichojua kwanza ni neno lako. Tunapaswa kulisoma, maana nguvu zako ziko ndani ya neno lako, na iwapo tutalisoma neno lako na kulichanganya na imani, tutaingia katika pumziko lako. Litafanya kazi ndani yetu. Neno lako au nguvu zako zitafanya kazi ndani yetu iwapo tutalisoma neno lako na kulichanganya na imani. Na pia hilo neno litaweza na kutupa uhai, litakutupa uweza na nguvu. Ili neno Mungu wetu liko na uweza wa kujipenyeza na kuingia ndani yetu na kuishi ndani yetu na kutambua, kuangalia chochote
chochote kisichofaa ndani yetu na likaondoa. Mfalme mkuu na mtakatifu, tusaidie kuanzia siku ya leo tulisome neno lako na tuliamini hili neno, na hili likafanye kazi ndani yetu, nguvu zako zikafanye kazi ndani yetu. Jitukuze Baba na ujiheshimishe milele yote. Ni asante kwa hii siku ya leo, mfalme mkuu na mtakatifu. Tuongoze Baba, tushindanie mfalme, jinsi tumelipokea neno lako Baba. Wacha hii siku tukalitumia hilo neno kuamrisha siku yetu, kutangaza siku yetu jinsi itakavyokuwa, maana ni nguvu za Mungu zinafanya kazi ndani yetu wakati tunapolisoma neno lako, na hata si kwa vitu tu, lakini hata kwetu sisi wenyewe, maana umetuambia liko na uweza wa kutambua makusudi ya moyo, mawazo yetu na kuyalainisha kulingana na vile unavyotaka. Mfalme mkuu na mtakatifu, jitukuze na ujitwalie sifa. Walio wagonjwa alfajiri ya leo, ninatangaza uponyaji juu ya maisha yao. Waliofiwa, ninatangaza amani na faraja ya Mungu wetu. Wanaohitaji kutoka kwako, ninatangaza Baba, maana wako na imani, ukatende hilo na ambalo wamekuaminia, katika jina la Yesu Kristo. Jitukuze Baba popote pale, ili neno ulitatazama. Wacha nguvu zako, wacha uhai wako Baba ukadhihirike, na watu watakapoamini, wacha hili neno likalete mwanzo mpya katika maisha yao, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama ili neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo. Si Mungu akubariki, Mungu akuzidishe. Limekuwa la baraka. Chukua sadaka zako, toa sadaka zako, na najua Mungu atakubariki. Unatoa kupitia M-Pesa 0792593648, 0792593648. Ukiwa nchi ya Kenya ni +254 792 593648. Ukiwa nchi ya Kenya unaanza na code ya Kenya na ambao ni +254 kisha nambari inafuatia 792 593648. Hadi hapo kesho, mimi nakupenda sana. Naitwa mchungaji Benson Mwanza. Kama hujasubscribe kwenye haya madhabahu, tafadhali subscribe na Mungu atakubariki, na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.